Pengine kumekucha na taarifa ni nyingi sana ambazo zimetokea usiku huu wa kuamkia siku ya leo, lakini pia bado hata hii mapema kuna taarifa ambazo pia zinaendelea kutokea pande zote, Irani, Israel, Marekani na kwingine kote. Pengine hasa Kombo, taarifa ya jeshi la Irani kushambulia kule Irani makombora yake usiku wa leo, ilikuwaje hasa na kuamkia pia hii mapema hii? Kwanza nianze kwa kuwasalimia Watanzania habari za hivi sasa popote ambapo tufuatilia kupitia 96 linki na kwa hicho ambacho umeuliza, ni kweli kwamba usiku wa jana Irani ilifyatua makombora yake mapya ama mfululizo wa makombora mapya kuelekea kule nchini Israeli na mengine yalifika na mengine yalizuiliwa. Tunafahamu kuwa kuna umbali kutoka Irani hadi Israeli na vile vile hapa katikati kuna hizo baadhi ya meli za kivita ambazo zinatumika kupunguza nguvu ya makombora, na kule pia kuna mifumo ya anga ambayo inatumika kupunguza nguvu ama madhara zaidi ya makombora, na inavyodaiwa kuwa baadhi ya makombora yalifanikisha kupiga kwenye ofisi ya waziri wa ulinzi wa Israeli bwana Israel Katz pamoja na kambi ambayo ilikuwepo karibu na hiyo ofisi, na japokuwa mpaka hivi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka Israeli kuthibitisha kuwa kuna madhara namna gani kutokana na hayo makombora pia. Lakini pengine hasa Kombo, kwa taarifa ambazo zipo, tumeshuhudia pia mvutano ambao unaendelea huko Marekani. Tumeshuhudia afisa mmoja jeshi ambaye ni mstaafu anadaiwa aleta vurugu kwenye kikao ambacho kwa na discuss, na akasema kwamba haoni sababu ya Marekani kujiingiza katika vita hivi na Iran. Pengine hasa huu mvutano huko Marekani unachukuliwaje hasa? Mvutano ulikuwepo ama bado upo, kwa kuwa Trump ameingia kwenye hii vita bila kufuata taratibu husika ama taratibu ambazo zinafuatwa kujadiliana na baadhi ya viongozi ama baadhi ya mihimili ya nchi hiyo ili mradi waingie kwenye hiyo vita, na unaweza ukasema nusu ama nusu na robo ya wabunge na seneta wanatofautiana sana, na hata hiyo tukio ambalo lilikuwa linahusiana kikao maalumu cha kujadili mlolongo mzima wa hiki kinachoendelea, huyo mwanajeshi mstaafu wa jeshi la maji la Marekani alionekana kupaza sauti na kusema hakuna ambaye yupo tayari kupigana kwa ajili ya Israeli. Hii inaleta taswira kuwa maamuzi ambayo ameyafanya Trump yana mpasuko mkubwa ndani ya Marekani, na ukilinganisha kuna wabunge wengine ama maseneta wengine pia wanasema wamepenyeziwa za siri ama za ndani kuwa Marekani imeelemewa ama inaelemewa kwenye upande wa vita na kusababisha vifo vya vijana wao wa Kimarekani katika hiyo vita ambavyo havina mantiki moja kwa moja kulingana na manufaa ya Marekani, ila ni kutokana tu na manufaa ya watu wachache ama watu binafsi. Na vile vile vita hivi vinatajwa kuwa vimepiganwa ama vinapigana kwa sababu tu ya kuzima ile skendo ya Epstein Files. Tunafahamu kwamba viongozi wengi wa Marekani hasa Donald Trump yupo kwenye ile kesi ambayo inahusiana na kesi ya uzalishaji wa watoto, kulawiti pamoja na kufanya kula nyama za watoto katika kile kisiwa cha Epstein. Sasa inaonekana vita hii imeingiwa makusudi kwa ajili tu ya kufuta ile skendo ambayo ilikuwa inaendelea, na mpaka hivi sasa karibu dunia nzima hakuna ambaye anazungumzia kuhusiana na hiyo kesi zaidi tu ya kuwa anazungumzia kuhusiana na mambo ya vita ya Marekani Israeli dhidi ya Irani. Lakini pengine hasa taarifa ambazo zinadai kwamba kuna baadhi ya wanajeshi huko Palestina wameshambuliwa na Lebanoni, huu mgogoro wa Lebanoni na Israel pia unaendeleaje, kwa maana Hezbollah pia kundi lao? Israeli ilifanya mashambulizi kwa upande wake wa kaskazini ambapo ni kusini mwa Lebanoni, na kunadaiwa kutokea baadhi ya vifo hasa kwa baadhi ya makamanda
wa Kipalestina ambao wapo kule, ambao wanaishi kule Lebanoni. Takribani kamanda wa ngazi za juu za wa upande wa Hamas ambaye yupo kule Lebanoni amefariki pamoja na mkewe kama sijakosea. Mashambulizi yalikuwepo, na vile vile kwa upande huo wa Lebanoni rais wao wa Lebanoni ametinga rasmi gwanda za kivita, akisema kuwa Hizbullah wanapaswa kushusha silaha na kuwaita kwa wapo sasa kinyume na sheria. Na hii jambo ambalo linaleta kuwa ni taswira ya kimamluki, kwamba tunafahamu Lebanoni karibu asilimia kubwa ya mshahara ya wanajeshi wanalipwa na serikali ya Marekani, na vile vile kuwa Marekani ni mshirika mzuri wa Israeli. Kwa hiyo Israeli anapotaka jambo kufanikisha lazima atamtumia Marekani ili mradi jambo liwe jepesi. Kwa hiyo kitendo cha rais wa Lebanoni kusema Hezbollah wapo kinyume na sheria na washushe silaha chini, la sivyo wataingia vitani dhidi ya Hezbollah, ambapo serikali ya Lebanoni tuseme jeshi la Lebanoni, kwa sababu serikali ya Lebanoni pia inaundwa na Hezbollah. Serikali ama jeshi la Lebanoni limesema litaingia vita dhidi ya Hezbollah. Hii unaona kabisa ni mind game ambayo inachezwa kwa pande zote mbili. Lakini pengine kwa kumalizia sasa, tumeshuhudia hasa ikulu ya White House ikizungumza mambo mengi, ikiwemo kuitisha Irani kwamba wataifanyia kitu kibaya, na pia tumemshuhudia pia baadhi ya wasemaji akizungumza kwamba Irani Trump alikuwa akihisi kwamba Irani inaweza kuishambulia White House. Pengine hasa kauli hizi kutoka White House zinamaanisha nini hasa, Kombo? Hiyo kauli ya kwanza ya kusema kuwa USA itafanya kitu cha kushangaza ama kitu cha kutisha kwa Irani, sidhani kama wana uwezo huo. Naweza nikakwambia pia ni kauli tu, ama ni kauli za ama silaha tu ya kivita kwenye matamshi, kwenye maneno, limradi kumtishia adui yako. Na hilo la pili kuhusiana na Trump kudai kuwa Irani ilipanga kushambulia USA halina ukweli, kwa sababu Irani ilishasema kuwa haina shida na mtu yoyote na haijapanga hata kuzalisha hizo silaha za nuclear. Na hata kama ingetokea kushambulia, unaona kuna umbali kiasi gani kutoka Iran hadi kufika USA. Unaona kabisa kwamba huo ni mchongo ambao unatengenezwa na Trump katika kuverify kile ambacho anakifanya au amekifanya Irani. Kombo, tuendelee pia sasa, pengine kwa kumalizia, na taarifa ipi ambayo uko nayo labda ambayo tuzokamezana nao kwa mapema hii? Taarifa iliyopo inayosambaa mitandao ya kijamii ni kuwa CIA, chombo hicho cha usalama kutokea nchini Marekani, kinadai kuwa kimeipa nguvu kikundi cha Kurdi ambacho mara nyingi kipo Syria, kipo na Iraki, ili mradi waweze kuingia Irani kwa njia ya miguu, waweze kufanya operation ya kivita kupitia ardhini. Lakini serikali ya Irani imetahadharisha iko kitendo kuwa haitafumbia macho na kuwaita hao jamaa ama wa Kurdi ni magaidi. Kwa hiyo endapo akafanya hivyo, basi watakutana na adhabu kali. Kombo, nikushukuru sana na kila laheri. Shukrani.